majina naitwa Rosalina Robert, ni katibu Wizara ya Elimu STEMUKO. Tuko hapa mbele yenu kuzungumzia zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo sisi kama wanafunzi wa chuo cha STEMUKO tunavyojikinga kuhusiana na hili swala la COVID-19. Kwa sisi kama STEMUKO, kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, tumehakikisha ya kwamba kila eneo ambalo linatuzunguka sisi hapa chuoni kuna maji tiririka, kuna sabuni pia zinapatikana. Na pia tumehakikisha kwamba kila mwanafunzi hawezi kuingia humu ndani pasipo kuvaa barakoa na pasipo kunawa pale getini. Nadhani nyinyi wenyewe mmeona pale kuna maji tiririka na sabuni. Pia kitu kingine, tumejitahidi kuweka mabango kila eneo ambalo linafikika kwa urahisi, wanafunzi waweze kusoma jinsi ya kujikinga na masuala ya hili gonjwa la COVID-19. Pia vile vile madarasani, unajua sisi ni level ya chuo, madarasani tumezingatia ile social distance ya kwamba tunahakikisha kila mwanafunzi anakaa mita 1 mpaka kumfikia mwenzie ili tuweze kupunguza ule msongamano kwa madarasani. Pia kitu kingine ambacho tunasisitiza sana kwa madarasa yetu na wanafunzi wote wa STEMUKO hapa ni kwamba tunaepuka ile misongamano isiyo ya lazima. Hicho kitu ni kitu ambacho pia tumekuwa tunakiepuka kwa maeneo ya hapa chuoni. Ndio kwa jinsi ambavyo tunajikinga, lakini pia bado tunaendelea kufuata sheria zote ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya. Kwa majina naitwa Silvanus Selman, ni waziri wa elimu katika chuo cha Mtakatifu Agustino Tawira Mtwara, lijulikanalo kama STEMUKO. Kwa cheo mimi ni waziri wa elimu wa hapa chuoni, na moja ya mikakati ambayo imepangwa katika semester hii ya pili ya masomo ni kuhakikisha kwamba tunafuata miongozo yote na taratibu zilizowekwa na Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka huu, hususan kwa kujikinga na huu ugonjwa hatari wa COVID-19. Sisi kama chuo tukishirikiana na wakuu wetu pamoja na walimu wengine, kuna taratibu ambazo tumezifanya au tumeziweka kwa ajili ya kuhakikisha tunajikinga na COVID-19. Moja ya mikakati ambayo tuliiweka au miongoni mwa mikakati ambayo tumeiweka kwa ajili ya kujikinga na COVID-19 ni kuhakikisha kila mwanafunzi kabla hajaingia chuoni, kabla hajaingia katika geti la chuo, awe na barakoa, maski ambayo italinda yeye kupata maambukizi kutoka kwa mwingine au yeye kumwambukiza mtu mwingine. Pili, kila milango ya madarasa tumehakikisha kwamba watu kabla ya kuingia darasani waweze kunawa ili waingie darasani kuendelea na vipindi. Na hii barakoa inaendelea kuvaliwa mpaka atakapotoka kuelekea nyumbani kwao. Halafu kingine ambacho tumekiweka miongoni mwa mikakati ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na social distance katika vyumba vyetu vya madarasa. Na hilo tumeliweka kwa namna yake, na tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba watu wanakuwa katika social distance wanapokuwa katika vyumba vya madarasa na wanaposoma. Hiyo ni miongoni mwa mikakati ambayo tumeiweka. Sambamba na hilo ni kuzidi kutoa elimu kupitia Wizara ya Afya ya chuo chetu, na sisi kama Wizara ya Elimu kupitia serikali ya wanafunzi tumehakikisha kila mara tunaingia kila sehemu, kila kozi kutoa elimu juu ya masuala mazima ya COVID-19 na athari zake, kwa sababu mmoja akiathirika tunaona wazi kwamba na sisi sote tumeathirika. Tunatamani kujikinga, tunatamani kuondokana na hili janga. Tupo tayari kutokomeza COVID-19, tupo tayari kushirikiana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba mambo yote yanaenda sawa na kila kitu kinakaa sawa katika maisha ya wanafunzi hapa. Kwa majina naitwa Fiona Dastan Mlimuka, ni mwanafunzi wa chuo cha Steramaris Mtwara. Chuo chetu kimejipanga, kwanza kabisa kwenye geti la kuingilia wameweka tanki la maji pamoja na sabuni kwa ajili ya kunawa. Pia kwenye venue zetu wamejitahidi pia kuweka sabuni pamoja na matanki ya kunawa mikono. Vile tukiwepo darasani wanafunzi wanatakiwa wakae umbali wa mita 1 kwa mwanafunzi mwenzie, wakiwa pia wamevaa barakoa. Na tumezungumza na mkuu wa chuo hiki cha Steramaris Mtwara, Profesa Method Kilasara, naye amezungumza mikakati ya chuo juu ya kujikinga na virusi hivi vya corona. Method Martin Kilasara ni mkuu wa chuo cha
Stella Maris Mtwara University College, ambacho ni chuo kishiriki cha Mtakatifu Agustini Mwanza. Na hapa naenda kuzungumzia swala la kuwapokea wanafunzi baada ya agizo la serikali kwamba muhula wa pili au kwamba wanafunzi warudi chuoni baada ya tikisiko ugonjwa wa corona 19 kama ilivyojulikana. Na baada ya sisi kupokea tangazo hilo baada ya sisi kupokea agizo hilo la serikali, basi tukafanya maandalizi ya ndani, mikutano kadhaa ambayo mingi tukanafanya kwa njia ya mtandao. Baadaye tukaandika barua tarehe 26 mwezi wa 5 kuwajulisha wanafunzi na wafanyakazi hasa walimu kuhusu tamko hilo la serikali kwamba Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 masomo yanaanza rasmi. Tumeanza taratibu za huku ndani za kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wamefika salama. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuchukua takwimu sahihi kuhusu namba ya wanafunzi na madarasa yao, nafasi zilizopo katika madarasa yale, na kuangalia je, wakikaa humo wanaweza kukaa katika viwango vinavyotakiwa vya angalau mtu na mtu isipungue mita 1. Tukajihakikishia kwamba hilo linawezekana. Jambo la pili ilikuwa ni kuhusu kukidhi mahitaji ya usafi kuendana na maagizo ya Shirika la Afya Duniani na Wizara yetu ya Afya kuhusiana na jinsi ya kudhibiti virusi vya corona. Kwa hiyo tukaainisha maeneo kadhaa katika kampasi hii ambayo kutakuwa na sehemu za kutakasia mikono, tukaweka maji ya kutiririka pamoja na sabuni za kunawia, na sehemu hizo zimekamilika. Niseme tulipata msaada kutoka mkoani, ofisi ya mkuu wa mkoa, tukapata sabuni na vifaa vya tulipata hizi masks kwa ajili ya wafanyakazi, na mimi hizi ni baadhi ambazo nilizotoa kwa ajili yangu, pamoja na sanitizers. Kwa hiyo hilo swala la kutakasa mikono pamoja kushirika navyo vimekaa vizuri. Jambo la tatu ilikuwa sasa ni jinsi ya kuhakikisha kwamba endapo itatokea wakatokea mgonjwa yeyote ile, hadi inadhibitiwaje. Tukazungumza, tukafanya kazi pamoja na mganga wetu wa zahanati. Tumetenga chumba ambacho kinatosheleza kuweka wagonjwa watakaohisiwa wasiopungua 10, ambapo hapa watasirishwa kwa muda kabla hatua nyingine hazichukuliwa na viongozi wa afya katika ngazi ya wilaya. Jambo la 4, tukaja kwenye masuala ya muhula. Muhula wa kawaida wa chuo ni wiki 15, na kwa kipindi ambacho tulicho nacho kutokana na maagizo ya TCU na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, inawezekana tu kufanya semester hii isizidi wiki 12. Kwa hiyo tukatengeneza timetable, tukaainisha jinsi ya wanafunzi wanavyoweza kusoma, na timetable yetu imekamilika. Kwa hiyo tulianza masomo tarehe 1 mwezi wa 6 na tutaendelea mpaka tarehe 25 mwezi wa 8, ambapo
ufundishaji utakuwa umemalizika. Baada ya hapo tutaanza shughuli za mwezi wa 9 samani, tutaanza shughuli za mitihani kwa wiki 2, na kipindi kingine itakuwa ni kuprocess hizo results kwa ajili ya kupeleka Mwanza kwa ajili ya Senate kufanya maamuzi. Kwa hiyo kwa upande huo nao tumekaa vizuri. Kuna masuala ambayo bado hatutaweza kuyafanyia kazi kwa wakati uliopo. Kuna baadhi ya wanafunzi wetu walimu wanatakiwa waende kwenye kufundisha kwa vitendo. Kwa hiyo sasa hilo tunasubiri shule za sekondari na primary utakapofunguliwa, utaratibu utafanya. Lakini endapo kwa bahati mbaya kwamba labda zitachelewa sana, basi ina maana kwamba wanafunzi hao hawataweza kugraduate mwaka huu, ila huenda wakasubiri kipengele hicho atakapokikamilisha wa graduate. Lakini tuna utaratibu mwingine wa kufanya kitu kinachoitwa micro teaching, na vikao vyetu vya chuo vitakaa vikiwa na kwamba inafaa wafanye micro teaching hapa ndani, watafanya micro teaching na watakuwa wamehitimu kwa somo hilo kama watakapokuwa tathminiwa. Na kwa upande huo tuseme kifupi, huo ndio utaratibu wa chuo katika kuhakikisha kwamba mhula huu unaenda vizuri. Nizungumzie sana barakoa. Kila mfanyakazi ana barakoa na wanafunzi wana barakoa zao. Utaratibu wetu ni kwamba huwezi kuingia getini bila barakoa. Basi hivyo ndivyo sisi tulivyojiandaa katika kuanzisha masomo katika kipindi hiki baada ya balaa hili la corona.